एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena katika mada hii ambayo inahusu maktaba ya Masihi aliyeahidiwa, yani kuelezea vitabu vya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Katika kipindi kilichopita tuliangazia ama tulielezea kuhusu Shahadatul Quran. Leo tutaelezea kuhusu kitabu kingine cha Masihi aliyeahidiwa, kinaitwa Tuhfae Baghdad. Karibu tena na uwe makini katika maelezo yatakayotolewa ili upate elimu ya ndani ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Karibu sana. Naam, katika studio ninao wageni ambao wamebobea katika taaluma na wametuhudhuria. Karibuni sana ndugu zanguni wapendwa. Asante sana. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam, upande wangu wa kulia ninaye mwalimu mpendwa ambaye ni Abdallah Muhammad Mwareje Sahib. Karibu sana. Asante sana. Na vile vile pia upande wangu wa kushoto ninaye mwalimu Muhammad Musa Oponyo Sahib. Karibu sana mwalimu Sahib. Naam, mwalimu Sahib, unaweza kutuelezea kwamba kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam kinaitwa Tuhfae Baghdad, ni kwa nini Hadhrat Masih Maud alayhi salam alikiandika kitabu hiki, na unaweza kutuelezea kwamba kiliandikwa kwa madhumuni gani? Kitabu hichi kwanza ni lazima tufahamu kwamba tofa maana yake nini. Naam. Tofa hii ni zawadi. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, Naam, alitunga kitabu ambacho kwamba kinaitwa Tuhfa Baghdadi. Hiki kitabu alikitunga mwaka 1893 naam, kwa lengo na shabaha ya kujibu bwana mmoja anaitwa Asayid Abdur Razak Al-Qadir, ambaye kwamba anaishi sehemu inaitwa Baghdadi. naam, naam. Bwana huyu alikumbana na kitabu cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ambacho kwamba kinaitwa Aina Kamalat Islam. Akakisoma, lakini baada ya kukisoma akaleta kashfa nyingi za kumpinga Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na kumtaja vibaya ndani katika baada ya uelewa wake kusoma kitabu hiki na kukielewa, yeye akaanza kumshutumu sana Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Sasa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, baada ya kupata barua hii ambayo kwamba ilitumwa na Al-Qadir kwake, ikabidi aijibu barua ile kwa njia ya kutunga hichi kitabu. Na madhumuni ambayo kwamba yalikuwa katika kile kitabu, kwanza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alielezea madai yake na akajibu shutuma mbalimbali ambazo kwamba zililetwa na huyu bwana Al-Qadir. Alipoleta shutuma hizi, Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, yeye alizimaliza, akamjibu vizuri, na zile madai yake yakawa dhaifu kabisa mbele ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Alafu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alichukua jukumu la kumshauri na kumuita Kadiani ili kwamba aje akae pamoja naye kwa muda fulani, ili kwamba ajionee ukweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na madai ya Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kisha akamwambia kwamba kama yeye atakuwa anashindwa kuja, ameshindwa kufika kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, swali salatul istikhara kabla aanze safari. Na baada ya kuswali salatul istikhara pia amjulishe Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, na yeye pia amuombe. Hali hii ilionyesha ni jinsi gani Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa anapenda watu wote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alikuwa anajaribu kuweka taswira ya Uislamu na kujaribu kuondoa migongano ya Uislamu. Abdur Razak alikuwa ni imani tofauti, lakini yeye alikuwa anataka kumuombea
ili kwamba afike aje aweze kupata ujumbe kamili wa Hadhrat Masihul Maud alayhi salatu wasalam. Kisha akamnasihi, akamwambia kwamba kule kushika maneno ya wapinzani hakutamsaidia Abdul Razak, bali ni lazima atafute njia ya kuja kwa Masihul Maud alayhi salatu wasalam ili aje aonyeshe ukweli wa madai ya Hadhrati Mirza Ghulam Ahmadi alayhi salatu wasalam. Naam, bila shaka Mwalimu Sahib umeelezea vizuri sana, maelezo yako sana vile Hadhrat Masih aliahidiwa al-Islam alivyoeleza katika kitabu hiki na madhumuni gani yalivyoelezwa katika kitabu hiki, na kwa kweli mtazamaji atakuwa ameshapata tayari picha kamili ya madhumuni ya kitabu hiki. Asante sana Mwalimu Sahib. Na Mwalimu Sahib, ni vipi kwa kweli mtu anapaswa kumjibu mpinzani sawa na vile anapotoa malalamishi hapa na pale, na vipi kitabu hiki kinavyoelezea vile Hadhrat Masih Maud al-Islam alivyomjibu huyu bwana alivyokuwa analalamika, alimjibu kwa njia gani? Asante sana bwana mtangazaji. Ule msingi ambao Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ameweka wa kujibu huyu mpinzani, nafikiria ni funzo nzuri sana kwa kila mtu, namna anavyoweza kumjibu mpinzani wake, licha ya kwamba mpinzani atumie lugha mbaya. Kwa mfano ile lugha aliyotumia bwana Sayyid Abdul Razak Al-Qadri ni lugha kali sana, lakini Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam hajatumia hiyo mbinu kumjibu, bali amekuwa ni mpole, ametumia ile hekima katika kujibu yale matusi au ule upinzani. Na hata Khalifatul Masih al-Khamis ayatahullahu ta'ala bin Nasir Aziz katika hutuba zake nyingi, sababu siku hizi pia wapinzani katika mitandao wanatumia lugha chafu dhidi ya Sayyidna Ahmad alayhi salam, dhidi ya makhalifa wake na dhidi ya Jamaat Ahmadiyya. Kwa hivyo Khalifatul Masih amehimiza wanajamaati kwamba tusitumie ile lugha ambayo wanatumia, bali tufuate ule mwenendo ambao Sayyidna Ahmad alayhi salam ametumia katika kujibu wapinzani wake. Na huu ni mfano mzuri sana. Kwanza, licha ya kwamba ametukanwa au imetumika lugha mbaya, lakini anaanza kwa kushukuru ile maoni ya yule mpinzani, kwamba angalau amechukua jukumu la kusoma vitabu vya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam na kuchukua hatua ya kumwandikia. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad anaanza kwa kumshauri, na anaeleza kwamba si vizuri kushutumu mtu bila kutoa hoja au bila kuangalia kwamba anaamini kitu gani. Kwa hivyo ile la msingi sana kwamba badala ya kuanza kule kushutumu mtu, kwanza angalia kwamba huyu mtu anaamini kitu gani kwanza. Kwa hivyo kwa hoja na dalili ukanushe yale madai yake. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam pia anaeleza kwamba si vizuri kule kukashifu mtu na kuanza kumtishia kwamba utauawa ama tutakuchoma. Ndivyo unavyoona katika mitandao siku hizi. Haya mambo yako wazi sana kwamba wale wapinzani wetu badala ya kufuata kile tunachoamini sawa na Qur'an na hadith, wanatutishia, na si kututishia tu, bali hata baadhi ya wanajamaati wanauawa kwa sababu ya imani yao. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam anashauri kwamba ni vizuri kwamba kwanza uelewe kwamba huyu mtu anaamini nini, na wala kusiwe na zile vitisho kwamba kwa sababu ya imani yako tutakuwa au tutachomwa moto. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ushafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ameweka nafasi watu kuamini wazi, kwamba anayetaka kuamini aamini na asiyetaka na aache. Lakini kauli ya mwisho anayo Mwenyezi Mungu kwamba ndio atahukumu mtu kwamba achomwe au asichomwe. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam amechukua njia bora zaidi kumjibu huyu bwana Sayyid Abdul Razak Al-Qadri, na akamshauri, na ndio njia nzuri sana kwamba kutoa ule ushauri kwa yule mtu kwamba tafadhali, njia nzuri ni hii kwamba fanya utafiti. Asante sana Mwalimu Sahib kwa maelezo yako yaliyo mazuri na yaliyojaa mwanga wa elimu. Na Mwalimu Sahib, unaweza kutuelezea ni jinsi gani mwandishi anavyoweza kutetea imani yake ya kifo cha Hadhrat Masih, na anajibu vipi wale wanaopinga mtazamo huu kuhusiana na vile Hadhrat Masih Maud al-Islam alivyoelezea katika kitabu hiki? Katika kitabu cha Tuhfa Baghdad, Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, nijibu tu kwa kifupi ni kwamba Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye ameelezea ndani ya kitabu hicho kwamba alikuwa anategemea ushahidi kutoka kwenye Qur'an tukufu alafu na sunna za bwana wetu mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ndani ya kitabu hicho kuna Imam Bukhari ambaye kwamba alinukuu maelezo ya Imam Bukhari kuhusiana na maelezo ya baadhi ya aya za Qur'an tukufu ambazo zinathibitisha kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Kisha akarudi
akamnukuu Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, ambaye kwamba alikuwa sahaba wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye pia kunazo aya ndani ya Qur'an tukufu ambazo kwamba alizielezea, na yeye akachukua hivyo hivyo bila kuongeza wala kupunguza maelezo ya Abdullah ibn Abbas, sahaba ambaye kwamba alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapata ilmu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masihi hakuona haja ya kuongeza wala kupunguza, akachukua hizo hizo na akatoa ushahidi wa kuthibitisha kifo cha Nabii Isa alaihi salatu wasalam. Na hii ni kutokana na kuwa Masihi aliyeahidiwa alaihi salatu wasalam, yeye alikuwa amesimama kwenye ule msingi wake kwamba anategemea Qur'an tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia Hadrat Sayyidina Ahmad alaihi salatu wasalam alitumia maswahaba kama nilivyosema, kisha akatumia tabi'in. Maswahaba aliwatumia katika kuelezea kifo cha Nabii Isa kwa sababu ya ijmaa ya kwanza ambayo kwamba ilifanywa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ule wakati wa kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna aya ambayo kwamba ilisomwa na Hadhrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Aya hii inasema, wama Muhammadun illa rasul, na si Muhammad isipokuwa yu mtume, kad khalat min qablihi rusul, wamekwisha fariki mitume wa kabla yake. Baada ya kusomwa aya hii kwa sababu ya kuwafariji maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna swahaba hata mmoja ambaye kwamba alisimama akasema kwamba mbona Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam yuko mbinguni, bali walikubaliana kwa pamoja kwamba kifo ni kitu cha kawaida. Kullu nafsin dhaikatul maut thumma ilaina turjaun, kila nafsi itaonja mauti kisha kwetu mtarudishwa. Wakajua kwamba kufariki kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si neno, kwa sababu ni hali ya manabii, ni hali ya tangu hapo kabla manabii walipitia njia hiyo ya kifo. Kwa hivyo ijmai hii ya kwanza ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ahmad alaihi salatu wasalam akaitumia kama silaha yake ya kuelezea kifo cha Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Ndio maana ametaja maswahaba katika maelezo yake ndani ya hicho kitabu cha Tuhfa Baghdadi katika kuthibitisha kifo cha Nabii Isa alaihi salatu wasalam. Kwa kweli maelezo yako yanaridhisha sana, kwamba njia mwafaka ya kuweza kufata vile yani kuelezea kifo cha Hadrat Masihi Isa alayhi salam ni kufata msingi wa Qur'an tukufu, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile hali ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliounga mkono jambo hili, na hata vile vile matabii. Mwalimu, unaweza kutueleza matabiini ni nini? Maana mtazamaji asije kukosa kuelewa matabiini ni akina nani? Bwana mtangazaji, hawa ni wale wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hawakupata kumuona katika hali ya moja kwa moja, lakini walikuwa ni wafuasi wake kiimani. Naam. Sasa mwalimu, unaweza kutuelezea kidogo kwamba ni vipi mtu anaweza kuelewa kwamba katika zama hizi kuna haja ya kuja kwa nani? Kwa mrekebishaji, na neno hili limetumika kama mujaddid, na ni vipi unaweza kuelezea watazamaji ili waweze kuelewa huyu muhishaji wa dini anahitaji kukuja, na amekuja anahitaji kuhuisha dini? Na je, kuna jeuri za watu wengine ambao wanaodai tu na kukanusha kuhusiana kutokuwa na msingi ya kwamba mujaddid atakuja? Ni vipi Hadrat Masih Maud alayhis salam ameelezea katika kitabu hiki ili mtazamaji apate pia kuelewa jambo hili kwa uwazi? Asante sana bwana mtangazaji. Kwa kumjibu huyu bwana Sayyid Abdul Razak Al-Qadri, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anaeleza kuja kwake hakukuwa kwa ghafla. Naam. Kwamba hajatokea tu mahala popote, bali ni jambo ambalo lilibashiriwa tangu zamani katika vitabu vya hadithi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kutakuja mujaddid katika kila karne. Naam. Kuna hadithi ya bwana Mtume inayosema kwamba Mwenyezi Mungu ataleta mtu kila baada ya karne wa kujadidisha dini tukufu ya Kiislamu. Yaani baada ya huu muda wa miaka 100 ni wazi kwamba watu wataanza kuacha imani yao, kwa hivyo lazima aje mtu wa kuwarudisha katika njia iliyonyooka. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema kwamba kuja kwake kunalingana na hiyo ahadi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amekuja katika mwanzo wa karne ya 14. Na kama tutakumbuka bwana mtangazaji, ni kwamba hakuna yeyote aliyedai kwamba ni mujaddidi wa karne ya 14, bali Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam peke yake. Kwa hivyo anasema kwamba kuja kwake kulibashiriwa kwamba angetokea mwanzo wa karne ya 14. Alafu anaeleza kwamba kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba wale watu wema, mujaddid au aulia, ilibashiriwa kwamba wangeendelea kupatikana katika umma wa Kiislamu.
Kuna hadithi moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inaeleza kwamba Mtume alimuomba Mwenyezi Mungu kwamba hakujapatikana mitume katika wafasi wake. Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba ataweka imani ya mitume katika maswahaba zake kama manabii wa kibani Israeli. Na Mtume mwenyewe alisema kwamba maswahaba zake ni kama manabii wa Kiisraeli. Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu ameahidi mfululizo wa watu wema katika umma wa Kiislamu. Na hiyo hadithi inadhibitisha kwamba kila karne atafika mujaddid. Na vile vile katika Qur'an tukufu Sayyidna Ahmad al-Islam anajibu kwamba kila wakati tunaomba ihdina siratal mustaqim, kwamba tuongozwe katika njia iliyonyooka. Na tunakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu ya kwamba wale watakaomtii Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Mwenyezi Mungu ameahidi hizi neema kwamba unabii, usidik, ushahidi na uswali. Kwa hivyo kwa kauli ya Sayyidna Ahmad al-Islam anasema kwamba watu wa aina hii wamebashiriwa kwamba watapatikana kila wakati katika umma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuja kwake si swala geni, bali ni jambo ambalo lilibashiriwa. Kwa hivyo anaeleza kwamba katika hali ambayo Waislamu wamo, ilikuwa ni lazima kwamba aje mujaddid atakaye waweka Waislamu katika njia. Na kila Muislamu anajua kwamba hali ya Uislamu ni hali mbaya. Uislamu uko katika hali taabani, kwamba Waislamu wamegawanyika katika vikundi. Huo ndio wakati ambao Mtume alisema kwamba atakuja mtu atakaye unganisha watu katika jamaat moja au katika kikundi kimoja. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad al-Islam anamweleza huyu bwana kwamba si jambo geni mimi kuja, bali historia imejaa mambo kama haya kwamba lazima wakuja watu wa aina hii, na kweli wanapatikana hawa watu. Na mpaka leo bwana mtangazaji, Sayyidna Ahmad al-Islam anawakilisha hilo kundi la watu wema katika umma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli Mwalimu Saib umetuelezea vizuri, na hata mimi mwenyewe napata ile nuru ya kupokea ile maelezo unayoelezea, na napata uhakika wa kwamba kuna haja kuja kwa mjadid. Lakini inatokea baadhi ya wakati bwana watu wanapinga pasipo kukuwa na elimu au kukuwa na jeuri. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Nashukuru sana Mwalimu Saib kwa maelezo yako mazuri sana. Naam, Mwalimu Saib, hebu tuelezee ni vipi Hadhrat Masih Maud al-Islam anaeleza uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, na ni vipi pia Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anadhibitisha pia uhusiano wa Hadhrat Masih Maud al-Islam na nani na yeye vile anavyoelezea Masih aliyeahidiwa katika kitabu hiki tunachokieleza hiki sasa hivi. Asante sana bwana mtangazaji. Kitabu cha Tuhfa Baghdadi ni kitabu cha maajabu sana. Naam. Ndani yake mna elimu ya maajabu sana. Naam. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam mle ndani alielezea uhusiano wa karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baina yake yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alisema kwamba yeye yuko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na ukaribu wake ni wa kudumu. Kisha akasema kwamba yeye anapendwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akasema kwa hisia zake zote Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba anampenda sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia akasema ndani ya hicho kitabu kwamba Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitafuta utajiri ambao kwamba utamnufaisha fi dunia wal akhirah, kwamba ni utajiri aina gani. Akachagua utajiri wa kiroho. Alisema kwamba yeye ni tajiri wa kiroho na anapenda utajiri wa kiroho. Na hii ni kutokana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu anasema kwamba al-ghina ghinan nafsi, utajiri bora ni ule utajiri wa kiroho. Sasa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye alipendelea sana utajiri huu, na hakujali hali ya umaskini ambayo kwamba ingemkumba baada ya kupata utajiri huu, kwani huu utajiri ndio ambao kwamba alikuwa anapenda sana, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjalia utajiri huu, ikamthibitishia kwake kwamba kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda, kwa sababu azma ya nafsi yake ilitimia baada ya kuona madhihiriko mbalimbali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba yeye alikuwa anapenda kumnyenyekea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake, na alikuwa anapata mambo mengi sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ufunuo, kama alivyoelezea Maalim Sahib kuhusiana na kudhihiri kwa hawa mujadidi. Kudhihiri kwao hawa walikuwa wakidhihiri watakuwa na mawasiliano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuielezea Qur'an tukufu ama kuelezea Uislamu. Sasa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam
sawa na Qur'an tukufu inavyoeleza. Mwenyezi Mungu anasema fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul. Alimul ghaib, Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu ya ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul, hamdhirishi habari za ghaib yeyote yule isipokuwa yule ambaye kwamba amemridhia kuwa nabii. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alipata ridhaa kamili ya nabii wake. Ndio maana hata akafunuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba nimekubariki na nimekuangaza katika maisha yako, kwamba utakuwa na baraka nyingi sana, kiasi hiki kwamba hata wafalme na watu mbalimbali watakuja kutaka baraka kutoka kwenye mavazi yako. Sasa huu ni ufunuo ambao kwamba aliupata Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema mwenyewe katika maelezo ndani ya hicho kitabu cha Tufa Baghdadi, anasema kwamba baada ya kupata ufunuo huu ilimthibitishia wazi kabisa kwamba yeye ni mdai wa kweli katika umma huu wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia ikamthibitishia kwamba yeye alikuwa na ukweli wote katika mujtama mzima wa Islam. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa na mawasiliano ya karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hali yake ilikuwa ya kitawa licha ya kashfa ambazo kwamba zilikuwa zinaletwa na huyu bwana Al-Qadir. Naam. Kwa kweli haya maelezo ambayo hata mimi mwenyewe nimeanza kupata ile nuru ya maelezo ya Hadhrat Masih Maud Islam, na bila shaka amejaa elimu nyingi sana kwamba Mwenyezi Mungu anamdhihirishia mja wake habari za ghaibu kwa yule anayemtaka. Kwa hivyo habari hii ilitokea moja kwa moja kwa Masih aliahidiwa. Na Mwalimu Saib, unaweza kutuelezea kwamba ni aina gani ya ufunuo ambayo hupokelewa na manabii, na tunapata habari kwamba pia waja wa Mwenyezi Mungu kama wale aulia pia wanapata mawasiliano na ufunuo kutoka Mwenyezi Mungu. Unaweza kutuelezea kwamba huu tofauti wa ufunuo upo kweli kati ya huyu au manabii wa Mwenyezi Mungu na aulia au ambao ni waja wa Mwenyezi Mungu? Hebu tuelezee sawa na maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam katika kitabu hiki. Asante sana bwana mtangazaji. Ni kweli sawa na maelezo na ufafanuzi wake Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba manabii na maulia wanapata ufunuo au wanapata kuongea na Mwenyezi Mungu. Lakini kuna utofauti katika ya ufunuo wao. Anaeleza kwamba manabii huzungumza kwa wingi na Mwenyezi Mungu. Yaani wanapata ufunuo kwa wingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati aulia wanapata ufunuo sawa na madaraja yao ya kiroho. Ni jambo ambalo linafahamika kwamba watu wana madaraja mbalimbali ya kiroho sawa na kila mmoja anavyojitupa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anafafanua vizuri kwamba manabii wao huzungumza kwa ukubwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati hawa aulia huzungumza sawa na kile kiwango cha imani yao, lakini wao pia wana ile baraka na bahati ya kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na historia imejaa kwamba katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu wa aina hiyo ambao walikuwa wakizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kwa mfano Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Hawa ni katika wale watu ambao walikuwa wakizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hata katika historia ya Kiislamu inaelezwa katika vitabu vingi vya kihistoria kwamba khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Hazrat Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, kwamba kuna kipindi kimoja akiwa pale Madina alituma jeshi kwenda kupigana na maadui. Na lile jeshi lilikuwa katika vita, lilielekea kushindwa. Lakini Khalifa Umar akiwa katika mimbari, Mwenyezi Mungu alimuonyesha irham kwamba lile jeshi liko katika hali ya hatari. Akiwa pale Madina alipiga ukelele akimuita yule kiongozi wa lile jeshi ambaye alikuwa anaitwa Saria radhiallahu anhu, kwamba akimwambia kwamba Saria, nenda upande wa mlima. Na kweli ilitokea kwamba ile sauti kutoka Madina ilifika mpaka kule alikokuwa Saria, na akaenda upande wa mlima na wakapata ushindi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Na jeshi liliporudi Madina, yule kiongozi akamwambia khalifa kwamba ewe Amirul Mu'minin, tulikuwa tunashindwa, lakini nilisikia sauti yako nikiwa pale uwanja wa vita kwamba niende upande wa mlima, na kweli nilipoenda kwamba tukapata ushindi. Na ufahamu kwamba ile sauti aliyotoa Khalifa Umar ibn Khattab ilisikika hata na wale waliokuwa pale msikitini. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba katika umma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu ambao watapata ile baraka ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu, na Sayyidina Ahmad alayhi salam ni mmoja watu kama wale. Naam.
Kwa kweli Mwalimu Saib umeelezea kwa kina na umeelezea kwa uwazi sawa na maelezo ya Hadhrat Masih Maud al-Islam kama alivyoelezea katika kitabu hiki, na nashukuru sana Mwalimu Saib kwa maelezo yako mazuri. Na Mwalimu Saib, unaweza ukatuelezea ya kwamba ni ushahidi gani unaotolewa kudhibitisha au dalili inayotolewa kudhibitisha ukweli wa madai ya Hadhrat Masih Maud al-Islam, na ni vipi Masih aliyeahidiwa ametoa wito wake kwa wale ambao ni wapinzani wake ili waje wampokee huyu Masihi aliyeahidiwa? Asante sana. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, yeye amepata baraka nyingi sana katika madai yake ya ukweli wake. Baraka ambazo kwamba amezipata ni kwamba yeye hoja zote ambazo kwamba alipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kujibu wapinzani, yeye alipata ufaulu, na zikahafifisha na kudhoofisha shutuma zile ambazo kwamba zililetwa na hawa maadui zake kama vile huyu Abdul Razak. Kwa hivyo Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, hii ilimthibitishia wazi kabisa kwamba ni mkweli, kwa sababu alikuwa yeye anapata mwongozo moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika kujibu shutuma mbalimbali ambazo kwamba zinaletwa dhidi yake na maadui wa dini tukufu ya Kiislamu ama maadui zake kwa ujumla. Kwa hivyo Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, yeye aliita watu wakati alipodai kwamba yeye ni Masihi wa zama. Aliita watu akasema kwamba mtu kama anataka ukweli aje akae na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa siku 40. Hapo ataanza kuona ule ukweli unaanza kudhihirika machoni mwake yeye mwenyewe. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitumia njia za busara katika kuwasilisha ujumbe wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ama katika mgongo wa dunia. Naam, kwa kweli Mwalimu Saib umetuelezea vizuri, na hata mimi mwenyewe pia naelemika pia kwa vile Masihi aliahidiwa aliweka wazi ili kudhibitisha ukweli. Bila shaka nashukuru sana kwa elimu yenu mlioitolea watazamaji au mtazamaji wetu mpendwa huyu, ili aweze kuelimika, na muendelee kuja pia mara kwa mara ili kutupa ile mali ya Masihi aliahidiwa aliyoileta katika dunia hii ili kuigawia watu, na Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, ni matumaini kwangu, ni matumaini kwetu kwamba kwa kweli ulikuwa mwangaliaji na ulikuwa mfuatiliaji wa kipindi hiki. Kisha tumeweza kufikia katika tamati, hataweza kuendelea kutokana na muda uliotupa kisogo, na uendelee kufuatilia ukaa katika mbele ya MTA Africa ili uendelee kufaidika zaidi. Vipo vingi tulivyokuandalia, tulivyokutarishia, basi ujiandae na uendelee kuwa makini wa mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya elimu. Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।